Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameshiriki maadhimisho ya Mei Mosi yaliyofanyika kitaifa mkoani Njombe. Katika hotuba yake, Rais Samia alisisitiza umuhimu wa wafanyakazi kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na uzalendo ili kuchochea maendeleo ya taifa. Aidha, aliahidi kuendelea kuboresha maslahi ya wafanyakazi pamoja na mazingira yao ya kazi. Hii ni hotuba inayokusogezea Baharia TV ikikuletea matukio muhimu moja kwa moja kutoka Njombe. Wazee wa mkoa wa Njombe, ndugu zangu wanahabari, ndugu wafanyakazi wenzangu wa sekta ya umma na sekta binafsi, pamoja na wananchi mliokusanyika hapa, ndugu wasanii pamoja na vikundi vya burudani, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, mshikamano, solidarity. Awali ya yote, niruhusu nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia afya njema na kutufikisha salama hapa Njombe. Tumekutana katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Kwa wafanyakazi wenzangu tuliosafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kuja mkoani hapa, niseme poleni na safari, na kwa wenyeji wetu mkoani Njombe tunasema asanteni sana kwa mapokezi mazuri mliotupatia. Ninafurahi kwamba mmejitokeza kwa wingi. Hongereni sana wana Njombe na wote wa nyanda za juu kusini kwa mwitikio huu mkubwa. Vile vile nitoe shukrani za dhati kwa uongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA chini ya rais mwenzangu ndugu yetu Jumaine Nyamhoka kwa kuendelea kunipa heshima ya kushiriki na wafanyakazi wenzangu katika maadhimisho ya siku hii muhimu kwa wafanyakazi duniani. Heshima hii inadhihirisha ushirikiano mzuri uliopo baina ya serikali, vyama vya wafanyakazi na wafanyakazi wote katika kujenga nchi yetu pamoja na waajiri. Vile vile niwapongeze Chama cha Walimu Tanzania chini ya uongozi wa TUCTA kwa kuratibu vyema maandalizi ya shughuli hizi. Aidha, nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi na wanachama wa CWT na TUCTA pamoja na vyama vyote kwa kushiriki kikamilifu kufanikisha sherehe hizi, bila kusahau uongozi wa mkoa wa Njombe wakiongozwa na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Anthony Mtaka kwa uratibu mzuri kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira na mahusiano. Hakika Njombe imependeza na inavuma. Hongera sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mimi na mkuu wa mkoa Mtaka tuna bahati moja. Wakati akiwa mkuu wa mkoa Simiyu, nilikwenda kwenye sherehe za 8/8 na kwa mara ya kwanza akapata uwanja mkubwa wa kufanyia shughuli zake ndani ya mkoa. Lakini akiwa mkuu wa mkoa hapa amepata uwanja huu leo, na hakika baada ya sherehe hizi uwanja huu unakwenda kutumika na mambo mengine zaidi. Hongera sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Wakati maandamano yanapita hapa, kwa nasikiliza mabishano baina ya waziri mkuu na rais wa TUCTA. Wanasema Singida tumeibiti. Mkuu wa mkoa waziri mkuu anasema kidogo, lakini labda kwa sababu uwanja wenu mkubwa, lakini kwa vovote Njombe oye. Ndugu zangu, nawapongeza pia wafanyakazi wote mliotunukiwa tuzo leo. Hongereni sana. Na kwa wale ambao hawakupata tuzo mwaka huu, seme kwamba tunatambua thamani ya mchango wenu kwa taifa. Pongezi na shukrani zangu kwenu wanahabari, wananchi, wasanii na vikundi mbalimbali vya burudani kwa ushiriki wenu mkubwa katika maadhimisho haya. Kwa kuwa ninazungumza nanyi kwa mara ya kwanza tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, nitumie fursa hii kuwashukuru sana wafanyakazi wote wa Tanzania
kwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu na kukipa ushindi mkubwa Chama cha Mapinduzi ambacho kimeniweka mimi kuendelea kuwa kiongozi wa nchi hii. Ninawashukuru pia kwa kuendelea kudumisha amani, utulivu na mshikamano ndani ya nchi yetu. Ndugu viongozi, wafanyakazi na Watanzania wenzangu, nimefarijika kuona mmeamua kushabihisha maadhimisho ya siku hii ya wafanyakazi na dira yetu ya taifa ya maendeleo kwa kauli mbiu inayosema kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Hii inaonyesha uelewa mzuri wa wafanyakazi kwa dira yetu ya maendeleo ya miaka 25 inayokuja. Kauli mbiu hii inaonyesha mwelekeo wetu sahihi tuliojiwekea katika dira yetu kama taifa katika kuyafikia malengo ya maendeleo kwa kutangaza heshima, utu na ustawi wa mfanyakazi. Kama tunavyofahamu, kazi ni zaidi ya kipato, kazi ni utu, kazi ni heshima. Kazi si msingi wa maisha ya mfanyakazi na familia pekee, bali kazi ni uhai wa taifa kwa ujumla. Ndio maana tunapozungumzia kazi zenye staha, tunazungumzia ajira yenye heshima, usalama, kipato cha haki na halali na mazingira yanayolinda utu wa mfanyakazi. Hapo ndipo inapodhihirishwa dhana yetu ya kazi na utu. Tunasonga mbele. Kwa mujibu wa viwango vya shirika la kazi duniani ILO, na kwa kuzingatia lengo namba 8 la maendeleo endelevu, zile SDGs namba 8, linalohusu kazi zenye staha na ukuzaji uchumi, kazi yenye staha inajengwa katika nguzo kuu 4. Nguzo ya kwanza ni upatikanaji wa ajira yenyewe. Nguzo ya pili, ulinzi wa haki kazini. Nguzo ya tatu, hifadhi ya jamii, na nguzo ya 4 ni ushirikishwaji mahala pa kazi, yani utatu wetu: mwajiri, serikali na mwajiriwa au vyama vya wafanyakazi. Yameelezwa vizuri na ndugu yangu wa ILO, lakini pia waziri wa kazi naye ameeleza mambo ambayo yanafanyika katika utatu wetu na kuangalia haya mambo 4 ambayo yanaleta kazi yenye staha. Sisi sote ni mashahidi wa namna serikali yetu ilivyojitahidi kwa kiwango kikubwa katika kuzitekeleza nguzo hizo. Tunafanya haya tukiamini kwa maendeleo na ustawi wa taifa letu yana maana ikiwa yatagusa maisha na ustawi wa mfanyakazi. Ndugu viongozi na wafanyakazi, tunaanza utekelezaji wa dira yetu katika mwaka ujao wa fedha 26-27 na tumejiwekea malengo makubwa ya kuwa na uchumi wa dola za Marekani zifikazo trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Hii ina maana kwamba miaka 25 ijayo, tukifika 2050, kwa wale watakaofika watashuhudia Tanzania ikiwa na uchumi mkubwa wa trilioni 1 dola, sio Tanzania shilling. Haya ni malengo makubwa sana, lakini malengo haya ninakubaliana nanyi wafanyakazi kwamba wafanyakazi ambao ni nguvu kazi ya taifa letu, mnayo nafasi na wajibu mkubwa katika kufanikisha utekelezaji wa malengo haya. Malengo haya tunategemea nyinyi wafanyakazi kutoa mchango mkubwa katika kuyafikia. Hivyo niwahakikishie kwa serikali itaendelea kutambua na kuthamini mchango wa kundi hili kwa kuendelea kuboresha mazingira mazuri yenye staha kwa wafanyakazi wote wa sekta ya umma na sekta ya binafsi katika kutimiza safari hii ya maendeleo tunayokwenda kuianza mwezi Julai mwaka huu. Ndugu zangu, nimepokea kwa moyo wa shukrani pongezi zilizoelekezwa kwa serikali kutokana na mafanikio makubwa yaliyopatikana ambayo yanawagusa moja kwa moja wafanyakazi. Kimsingi
niseme tu kwamba mafanikio hayo si jitihada za serikali peke yake, bali ni ushirikiano kati yetu, wafanyakazi wa umma na sekta binafsi, waajiri na serikali. Bila ushirikiano huo, utayari na nguvu na jitihada zenu, tusingeweza kuyafikia mafanikio tunayoeleza leo hapa. Ni nguvu za wafanyakazi zimechangia katika mafanikio hayo. Hivyo basi, ninawashukuru sana kwa ushirikiano mnaotupatia wakati wote. Wafanyakazi oi! Aidha, naomba mniruhusu nitumie fursa hii kueleza kwa ufupi mambo makubwa tuliyofanya katika sekta ya kazi tunapoanza kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 6. Ndugu yangu Katibu Mkuu wa TUCTA ameeleza mambo mengi, lakini mengi ya yale tuliyafanya kipindi cha kwanza, then tukaenda kwenye uchaguzi, na sasa kuna mambo machache ambayo tumeyafanya ambayo pia ndugu Rais naye aliyagusia. La kwanza ni lile la ajira ndani ya sekta ya umma. Ajira 1012 tayari zimeshatoka. Hizi ni kwa ujumla mbali ambazo zimetangazwa na watu wanaendelea kuomba. Huko mbele tutakuja kuwaambia ni ngapi. Aidha, serikali imeratibu upatikanaji wa fursa za ajira nje ya nchi kama alivyosema, na vijana wa Kitanzania 7593 tumewapatia ajira nje ya nchi. Mipango ya kutafuta fursa zaidi za ajira nje ya nchi inaendelea ili kupunguza changamoto za ajira kwa vijana wetu. Katika hili nakubaliana na TUCTA kwamba tunahitaji kuwa na utaratibu wa wazi na usimamizi madhubuti wa Watanzania wanaokwenda kufanya kazi nje ili kuhakikisha haki na maslahi yao yanalindwa ipasavyo. Ninawashukuru TUCTA pia kwa kuanzisha kitengo maalum cha kushughulikia masuala haya. Na hapa nielekeze pia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano kuratibu na kusimamia kikamilifu swala hili kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje pamoja na balozi zetu. Kuratibu na kuharakisha. Najua kuna maombi mengi kutoka nchi za nje yanataka wafanyakazi, kwa hiyo mratibu na mharakishi vijana wetu wapate kazi nje, lakini msimamie maslahi yao. Jambo la pili ambalo serikali limefanya kama alivyosema Mheshimiwa Rais, kuongeza kima cha mshahara kwa sekta binafsi, na hapa nataka nishukuru sekta binafsi kwamba 80% ya waajiri wa sekta binafsi wameanza kulipa viwango hivyo, na bado tunaendelea kuzungumza na 20% iliyobaki ili nao walipe kima hicho cha chini cha mshahara. Nawapongeza kwa hatua hiyo, kwani huo ndio mwelekeo tunaotaka ili dhana ya kazi yenye staha isibaki kuwa nadharia, bali iguse maisha ya mfanyakazi kwa vitendo. Kwa waajiri ambao bado hawajaanza kulipa viwango hivyo, naomba mfanye hivyo, na namuona Rais wa ATE hapa pamoja na viongozi wengine. Naomba mtusaidie kuendelea kuelimisha na kuhamasisha wanachama wenu kutekeleza viwango hivyo vipya. Jambo jingine la kuboresha upatikanaji wa huduma jumuishi za kinga ya jamii kwa wote. Serikali imezindua programu ya nchi ya kazi za staha itakayotekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 hadi mwaka 2030. Programu hii ina lengo la kuhakikisha Watanzania wapatao ajira zenye staha wanapata ajira zenye staha zinazozingatia haki, usalama, kipato, ulinzi wa kijamii na fursa sawa kwa wote. Aidha, serikali imezindua hifadhi scheme ili kuhakikisha wananchi waliojiajiri au walio katika sekta isiyo rasmi wanajumuishwa katika mfumo wa hifadhi ya jamii. Na hapa niombe mfuko wa hifadhi ya jamii unaoshughulika na sekta binafsi ianze kutoa elimu kwa umma jinsi walivyojitayarisha na kupokea sekta isiyo rasmi ndani ya mfuko huo, lakini hata sekta husika, wizara na waajiri nao waanze kutoa elimu kwa wafanyakazi wao.
Jambo jingine lililofanywa na serikali ni kukuza kazi zenye staha au ajira zenye staha kwa kutoa shilingi bilioni 200 kwa vijana ili kudhamini na kupeleka mitaji kwa kampuni changa ili kampuni zile zikue na ziweze kuajiri vijana zaidi au kuanzisha kampuni mpya za vijana zitakazoweza kuleta ajira zenye staha. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.